Kwa hiyo hili la kuzungumzia watu wa bid'a lina maslahi na Waislamu. Fabayyana anna naf'a hadha amun lilmuslimina fi dinihim, akabainisha Imamu Ahmad kwamba manufaa ya hili la kumzungumzia watu wa bid'a linawaenea Waislamu wote, fi dinihim, katika dini yao. Fabayyana, akabainisha, anna naf'a hadha, manufaa ya hili la kuzungumzia wazushi, amun lilmuslimina, linawaenea Waislamu wote, fi dinihim, katika dini yao. Ad-dalilu rabi', dalili ya 4 ya kuonyesha kwamba kuna umuhimu wa kuchukua tahadhari na kutahadharishana kuhusiana na bid'a na watu wa bid'a. Qala Abu Mudaffar As-Sam'ani rahimahullah, amesema huyu al-Imam Abu Mudaffar As-Sam'ani al-amrihem, inna umirna bilittiba'i wanudina ilayhi wanuhina anil ibtida'i wazujirna anhu wa sha'airu ahli sunnah ittiba'uhum lis-salafi salih. Anasema Abu Mudhaffari maneno yake, watarkuhum kullama huwa mubtada'un muhdathun. Abu Mudhaffari anasema na yeye maneno mazuri kuonyesha kwamba kuna umuhimu wa kutahadharishana na bid'a. Anasema inna umirna bil ittiba', sisi tumeamrishwa kufuata, sio kuzua, sababu mambo yashabainishwa. Wanudina ilai, na tumeitwa kwenye kufuatwa, tumeitwa kwenye kufuatwa. Lakini pia wanuhina anil ibtida'i, na tumekatazwa kuzua, tumekatazwa tusizue, jambo ambalo limekuwa ni sugu kwa watu wa bid'a. Wazujirna anhu, na tumekemewa vibaya tusiwe na tabia ya kuzuazua katika dini. Wazujirna anhu, na tumekemewa vibaya tusiwe na tabia ya kuzua katika dini. Wa shi'aru ahli sunna, na kitambulisho, alama ya watu wa sunna. Wa shi'aru ahli sunna, na shi'ar, kitambulisho, alama ya watu wa sunna, ittiba'uhum lis-salafi salih, ni kufuata wao manhaji ya salafi salih. Hiyo ndio alama yao, sio kuzua, sio kuzua majambo katika dini. Alama yao ni kuwafuata wema waliotangulia. Ndio maana akasema wanuhina anil ibtida', tumekatazwa sisi kuzua na tumeamrishwa kufuata. Yani kazi yetu sisi ni kufuata, kuwafuata wema, waja wema waliotangulia, sio kuzua. Kisha akasema na alama nyingine, watarkuhum kullama huwa mubtada'un, na alama ya ahlu sunna, watu wa sunna, ni kuacha kila ambalo ni la bid'a, muhdathun, lililozuliwa, ni kuacha. Hii ndio alama nyingine muhimu, kwamba kuacha bid'a. Sasa kama wewe wajinasibisha na sunna halafu bado una mambo ya bid'a, halafu bado hujakaa sawa katika mambo ya bid'a, una mambo ya kizushi ambayo unayafanya, basi wewe bado sio mtu wa sunna. Jiangalie vizuri kwamba bado wewe unasema mtu wa sunna,
halafu una bid'a ambazo unazo na hutaki ziondoke na wazitetea, basi wewe sio mtu wa sunna. Ad-dalilu al-khamis, dalili ya tano, qala al-Hasan al-Basri, anasema al-Hasan al-Basri, la tujalis sahiba bid'atin fa innahu yamrad fa innahu yumridu qalbaka. Anasema al-Hasan al-Basri, la tujalisi sahiba bid'a, usikae na mtu wa bid'a. Fa innahu, hakika ukweli wa mambo, yumridu qalbaka, atafanya moyo wako uwe na maradhi. Maradhi sio kwamba pengine ya kuumwa na kichwa, sijui maradhi ya moyo mkubwa, la, kwamba atakutia maradhi katika moyo wako, ima maradhi ya shaka, kutia shaka katika dini yako, atakutia tashkili katika dini yako, ima maradhi ya bid'a, kwa sababu kadiri unapokaa naye ukazungumza na yeye majambo ya dini, tayari anaweza akakutia shubha katika dini yako, akachomeka shubha katika dini yako, hasa pengine shubha ambayo wewe huna ujuzi nayo, tayari ikakukaa katika moyo wako. Kule kukukaa katika moyo wako ndio maradhi hayo, kwa sababu utaitakidi jambo ambalo ndilo kumbe silo, sababu ya kukaa na nani? Na mtu wa bid'a. Kwa hiyo hii pia ni dalili ambayo kwamba ya kuonyesha kwamba kuna umuhimu wa kuchukua tahadhari na bid'a na watu wa bid'a, kuwa mbali nao. Ad-dalilu sadisu, dalili ya sita, qala Sufyan ath-Thawri, amesema al-Imam Sufyan ath-Thawri, man jalasa sahiba bid'atin lam yaslam min ihda thalathin, imma an yakuna fitnatan li ghayrihi wa imma an yaqa'a fi qalbihi shay'un fayazilla bihi fayudkhilahu Allahu an-nara, wa imma an yaqula wallahi ma ubali ma takallamu wa inni wathiqun bi nafsi faman amina Allahu ala dinihi tarafata aynin salabahu iya. Maneno ya Sufyan Thauri, anasema yoyote anayekaa na mtu wa bid'a, man jalasa sahiba bid'atin, yoyote atakayekaa na mtu wa bid'a, lam yaslam min ihda thalathin, hawezi akasalimika na moja katika mambo matatu. Lam yaslam min ihda thalathin, hawezi akasalimika na moja katika mambo matatu. Imma an yakuna fitnatan li ghairi, ima awe ni mtihani kwa mwingine, kwamba ima anaweza akanyweshwa shubha pale akaenda kuipandikiza kwa mtu mwingine. Imma an yakuna fitnatan, ima awe ni mtihani li ghairi, kwa mtu mwingine. Wa imma an yaqa fi qalbihi shay'un, au hata asipeleke kwa mtu mwingine, ima aingie katika moyo wake kitu chochote katika, yani kuingie shaka katika moyo wake, fayazilla bihi, akateleza kwa kitu hicho kilichoingia katika moyo wake, fayudkhilahu Allahu an-nara, Allah akamuingiza motoni. Kwa sababu mtu wa bid'a anaweza akazungumza shubha ambazo ni maasi, basi akazishika, ikawa ni sababu ya yeye Allah kumuingiza motoni. Wa imma an yaqula, ima aseme wallahi ma ubali, awe sasa amezoea yale mambo ya kizushi
awe kayazoea, aseme wallahi ma ubali ma takallam, sijali ya wanachokizungumza, yani ashazoea ni zile bid'a. Sasa wa inni wathiqun binafsi, mimi ninaiamini nafsi yangu, hata kama nikakaa na mtu wa bid'a hawezi akaninani hii. Wako baadhi ya watu wanasema hivyo, bwana hawezi akambadilisha bwana, mimi unanionaje bwana, sijasoma lakini bwana mtu hawezi akanibadilisha bwana, akanibabaisha. Wengine wanasema hivyo, kusoma sijasoma. Sasa kama hujasoma kwa nini usibabaishwe? Lazima ubabaishwe. Kwa hiyo wa inni wathiqun binafsi, mimi najiamini bwana, nafsi yangu naiamini. Faman amina Allahu ala dinihi, faman amina Allah ala dinihi tarafata ainin, mwenye kujiaminisha kwa Allah kuhusiana na dini yake. Faman amina Allah ala dinihi, mwenye kujiaminisha kwa Allah kuhusiana na jambo la dini yake. Tarafata aini, hata kama ni kidogo, japo kupesa kwa jicho. Tarafata aini, japo kupesa kwa jicho tu. Salabahu iya, Allah atamvua hiyo dini yote. Salabahu iya, Allah tabaraka wa taala atamvua hiyo dini yake. Kwa nini? Yeye anajiamini, anakaa na huyu anaingiziwa shubha, anakaa na yule anaingiziwa shubha, matokeo yake anakuwa katika hali mbaya kabisa. Na hili tushalishuhudia jamani, baadhi ya watu kuwa na itikadi, yani kujiaminisha kama hivi. Alikuwa ni mtu anaswali swala 5, lakini kwa kukaa na watu kujiaminisha hivi, akaenda mpaka kawa hata swala haswali tena. Ukimuuliza bwana, vipi bwana, mbona huonekani msikitini, mbona huswali? Bwana swala nini bwana, watu bwana, tunaona mashehe na mashehe tunaona hawaswali bwana, ije kuwa mimi maamuma, shehe unanilaumu mimi, mashehe wapo hawaswali bwana. Angalia hali alianza kidogo kidogo kujiaminisha mpaka inafika hatua hata swala haswali. Alafu ukimfikishia na mwambia bwana, mbona mashehe hawaswali bwana? Mimi namjua shehe bwana fulani, haswali, sijui namjua nani haswali. Kwa hiyo hali hii ni mbaya sana, mtu asijiaminishe. Faman amina Allah ala dini, yoyote atakayejiaminisha katika dini yake, tarafata ainin, japo ni kidogo kama kupesa kwa jicho tu. Salabahu iyahu, atashangaa Allah amempokonya hiyo dini yote. Kwa hiyo kujiaminisha sio jambo zuri. Kwa hiyo kipande hiki pia kinatufundisha kuchukua tahadhari na kuwa mbali na bid'a na watu wa bid'a. Ad-dalilu sabi'u, qala Ibn Abbas, dalili ya 7, Ibn Abbas anasema la tujalisi ahla al-ahwa fa inna mujalasatahum mumarridatun lilqulub. Anasema Ibn Abbas, hibrul umma radiyallahu anhuma, la tujalisi ahla al-ahwa, usikae na watu wa hawa ambao wanafuata matamanio ya nafsi zao. Fa inna mujalasatahum, kwani hakika kukaa nao, mamradatun lilqalbi, ni kuutia moyo wako maradhi. Unautia moyo wako nini? Maradhi. Utajiingiza maradhi, utaingiza maradhi katika moyo wako yasiyotibika. Maradhi haya maradhi ya shubha, maradhi ya bid'a, maradhi ya shirki. Kwa hiyo usikae na mtu wa bid'a, sababu utaingiza maradhi katika moyo wako. Ad-dalilu at-tasi'u, qala Abu Qilaba, anasema huyu mwanawachuoni Abu Qilaba,
la tujalisu ahla al-ahwa wala tujadiluhum fa inni la aman an yaghmisukum fi dhalala wa in yalbisu alaykum fi ad-din ba'dha ma lubbisa alayhim, kwamba msikae. Abu Qilaba anasema la tujalisu ahla al-ahwa, usikae na watu wa ahwa wanaofuata matamanio ya nafsi zao, usikae nao. Wala tujadiluhum, wala usipende kujadiliana nao. Wala tujadiluhum, wala usipende kujadiliana nao. Fa inni la aman an yaghmisukum fi dhalala, mimi sijiamini kwamba ukikaa na yeye anaweza akakuzamisheni nyinyi katika upotevu. Fa inni la aman, mimi siamini kwamba na wasiwasi an yaghmisukum fi dhalala, kwamba ukikana mtu wa bid'a anaweza akakuzamisha wewe katika upotevu, katika bid'a. Au yalbisu alaikum fi din, au akakuingizieni talbis, uongo katika dini. Baadha ma lubbisa alaihim, baadhi ya mambo ambayo wameingiziwa katika dini yao. Yani baadha ma lubbisa alaihim, baadhi ya mambo ambayo wao tayari washachanganywa na mashehe zao, na yeye akakuchanganya wewe. Au yalbisu alaikum fi din, au akakuingizieni talbis, uongo katika dini. Baadha ma lubbisa alaihim, kutokana na yale ambayo tayari wao washachanganywa na mashehe zao, na yeye akakuingizia shubuha hii, ukachanganikiwa, ukakatishwa tamaa na kufuata sunna. Ad-dalilu al-ashir, qala al-Auza'i alayka bi athari man salafa wa in rafadaka an-nasu wa iyyaka wa ara'i ar-rijal wa in zakharafu laka bil qawl. Al-Imam al-Auza'i anasema alayka bi athari man salafa, lazimiana na athari za wale waliotangulia, masalaf. Alayka bi athari man salafa, lazimiana na athari za wale waliotangulia. Wa in rafadaka an-nas, hata kama watu wakukatae, sababu ukishikamana na manhaji salaf watu wengi watakukataa, watu watakuona kinyaa, kwamba umekuja na jambo jipya na dini mpya. Wa iyyaka wa ara'i rijal, najiepushe na rai za watu za watu. Yani wewe huyu kasema hili tayari umelidakia, yule kasema hili umelidakia, jiepushe na rai. Wa in zakhrafu laka bil qawl, hata kama wakupambie wewe kwa maneno, hata kama wazipambe hizo rai zao kwa maneno, jiepushe nazo hizo rai, si nzuri rai za watu. Lazimiana na athari zilizopokelewa kutoka kwa masalafi. Athari ndio zitakazokupeleka pahala pazuri, zitakubakisha sehemu nzuri. Lakini ukifuata rai za watu zitakupeleka pahala pabaya. Hata kama watu wazipambie, wakupambie watu kwa maneno, lakini jiepushe na rai za watu. Kisha anasema yaqumu almanhaju salafi ala thalathati usulun adhima, ni kama ile tuliyosoma jana. Manhaji salaf anakana kwamba anatukumbusha, yanasimama
kwenye misingi mitatu mikubwa. Al-aslu al-awwal tahqiqu al-ubudiyya lillahi wahda. Hizo majana kuhakikisha kwamba ibada anaelekezewa Allah tabaraka wa taala bittibai al-kitabi was sunna, kwa kufuata kitabu na sunna, wifqa salafi salih, kwa mujibu walivyokifahamu masalafi waliotangulia wema, waja wema waliotangulia. Al-aslu thani, asili ya msingi wa pili, luzumul jamaa, kulazimiana na jamaa, wasam'i wat-ta'a liulati al-amri, na usikivu na utiifu kwa viongozi. Huu ni msingi muhimu, msingi mama, misingi ambao tukiikosa sisi, tukijiita masalafi twakosea. Ukikosa msingi huu, wewe bora usijiite ni salafi. Msingi wa tatu, alhadharu, kuchukua tahadhari, watahdhiru, na kutahadharishana min albid'a, kutokana na bid'a, walmubtadi'ina, na wazushi. Chukue tahadhari kutokana na bid'a na wazushi. Dalili tumeziona, zimekuja dalili nyingi zinazoonyesha kwamba kuna umuhimu wa kuchukua tahadhari na kutahadharishana kutokana na bid'a na wazushi. Taib, anasema Abu Huraira, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha yarda lakum thalathan, hakika Allah tabaraka wa taala anaridhia kwenu nyinyi mambo matatu. Wa yaskhatu lakum thalathan, na anachukia kwenu nyinyi mambo matatu. Yarda lakum an ta'buduhu, jambo la kwanza anaridhia kwenu nyinyi mumwabudu, wala tushriku bihi shay'a, na msimshirikishe na kitu chochote. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, na kadhalika anaridhia mushikamane na kamba ya Allah, msifarikiane. Kitabu wa sunna, msifarikiane. Mshikamano ambao haukujengeka kwenye misingi ya kitabu na sunna, huo mshikamano ni batil. Kama wanavyotafuta mshikamano baadhi ya watu, kwamba tutoe itikadi zetu tusiziangalie, ili tujenge umoja wetu sisi Waislamu. Mshikamano wa vipi huu? Kwamba wao wanakusudia kwamba mshikamane Shia, sijui Qadiria, Tablighi, Shadhilia, sijui Salafi, muwe kitu kimoja. Sasa umoja huo ni umoja wa vipi? Hivi inawezekana wewe ukawa mko pamoja na mtu ambaye mkatengeneza umoja na mtu ambaye ana itikadi ya kwamba Abubakari kafiri, na wewe una itikadi ya kwamba Abubakari ni sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mwenye kumtukana Abubakari ni kafiri? Haiwezekani. Adhiddani la yajtami'an, vinyume viwili haviwezi vikakusanyika sehemu moja. Kwa hiyo umoja huu ni fake. Kwa hiyo umoja ambao anasema wa anta'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, na mushikamane na kamba ya Allah wote msifarikiane, ni kurudi kwenye manhaji salafi, kurudi kwenye kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum, na kuwanasihi wale ambao Allah amewatawalisha mambo yenu. Yani kuwanasihi viongozi, sio kutoka katika toa yao. Wa antunasihu
mawallahu Allahu amrakum, na kuwanasihi wale ambao Allah amewatawalisha mambo yenu, kwamba wanawasimamia mambo yenu. Wayaskhatu lakum, na anachukia kwenu nyinyi qila wa qala, mambo ya qila na qala, mambo ya porojo, mambo ambayo waislamu leo hii wamezama kwenye mambo hayo. Habari ya leo yani utakuta kwamba mtu anaacha kukaa kwenye majlisi mubaraka, majlisi kama hii yenye baraka, ambayo anapata fadhila, ambayo imezungukwa na malaika wa Allah tabaraka wa taala, alafu anatajwa mbele ya Allah tabaraka wa taala akiwa amehudhuria majlisi kama hii, lakini anakaa mtaani, kazi yake ni fulani kasema, fulani kafanya, fulani kaoa, fulani kaacha. Mtume anasema hilo analichukia Allah tabaraka wa taala. Wa idha'at almali, na kupoteza mali katika kuitumia, yani kuielekeza mali katika mambo ambayo hayana maana. Kuelekeza mali pengine kudhamini mipira, kuelekeza mali kudhamini vitu ambavyo havina maana. Wa kathrati suali, na kuuliza ambako hakuna maana. Wa illa, kuuliza ambako kuna maana kunatakikana. Anasema la yanalu alilma almustakbir, aliulizwa mmoja katika wema waliotangulia, kaifa hasalta alilma, wewe umepataje ilmu bwana? Akasema bilisani saud, mimi nimepata ilmu kwa ulimi ambao una kimbele mbele, unauliza, ndio kilichonisababisha. Wa qalbun aqul, na moyo ambao kikifundishwa kitu mara moja ninakiweka moyoni. Hivi vitu viwili vimenisababisha nipate elimu. Kwa hiyo kuuliza, kuna kuuliza ambako ni kubaya na kuna kuuliza ambako kumehimidiwa, kunafaa, na bali kunatakikana haswa mtu sehemu ambayo hujaielewa uulize. Kuuliza ambako kunakataliwa ni kule kuuliza ambako hakuna maana wala hakuna faida. Mfano, kuna baadhi ya watu pengine hata udhu wake haujui, lakini anaweza kukwambia, shehe, hivi ile fimbo ambayo Nabii Musa alikuwa amepiga alafu bahari ikaachana ilikuwa ni mti gani? Sasa ukijua kwamba ni mti gani ndio utapata faida gani? Huku mkuuliza ambako hakuna faida. Sasa ndio kathratu sual, wingi wa kuuliza ambako hakuna maana. Haya, ukiambiwa ni mti fulani utapata faida gani sasa? Na hali ya kuwa wewe kuna mambo ambayo mengi ya muhimu ambayo unatakikana wewe uyajue, alafu unauliza mambo kama haya. Kwa hiyo ndio kuuliza ambako kumekataliwa na sheria.